Mbona alia Katete? Shida nini? Niambie basi, mimi ndo rafiki yako. Ndiye baba. Kama una rafiki mwingine basi wakumwambia shida zako. Mimi usingeniambia nje kusaidia mimi mbele yako. Jana nimempokea mgonjwa wako ili niweze kuendelea na huduma. Inahitajika uwe na PFD. PFD? Sasa daktari, ni PFD nitaitolea wapi? Maana mimi wewe mgonjwa nimeamua tu kumsaidia, lakini hamna chochote ambacho nakifahamu kuhusu wewe. Kwa daktari, mimi ninachokuomba tumsaidie. Yaani hiyo ni sheria ya hapo hospitali kwetu. Bila PFD hatuwezi kuendelea na huduma. Ni sawa daktari. Sasa mimi kama nilikuwa nimekwambia kabla, hamna chochote ambacho mimi nakielewa. Sasa masuala ya polisi, siku na mimi nawezaje kufanya hayo? Kwa ninachokuomba mimi msaidie kwa sababu hakuna ambacho mimi nakijua juu. Basi sawa. Nimempima mgonjwa wako. Vipimo vinaonyesha amebarikiwa. Tatizo hilo linatibika. Lakini sasa panahitajika gharama kubwa. Sasa hivi nimempa huduma ya kwanza pale. Kwa anaendelea vizuri. Utadirishani pia hizo gharama za mwanzo. Ila kwa sasa hivi pale hataweza kuona. Utakapopata pesa narudi hizo na matibabu. Atakuwa sawa. Sawa. Karibu sana. Msaada wote niliokupa nimejitolea nikiwa kama binadamu, nikiwa kama raia mwema. Sikufahamu, unifahamu. Sasa msaada niliobakiza kwako ni mmoja tu. Niambie familia yako iko wapi, ndugu zako wako wapi nikufikishe. Hicho ndio ambacho nimebakiza mimi kukusaidia. Asante kakaangu kwa msaada wako. Lakini kwa sasa sina mengi ya kuongea. Kwa hiyo kama huwezi kuniambia mimi chochote, tafsiri yake wewe mwenyewe unajimudu, sio hivyo?
Sawa. Sasa mimi nikwambia sitaki majanga. Kama unajimudu pambana na hiyo hali yako. Wewe vipi? Mbona unatembea mtaani hauoni nini? Unatembea kiasalasala, jua kali ujala. Watu tumevurugwa tuelewi. Unatembea tu unaangalia huko unaangalia kwa ndio nini? Acha kuzingua, watu tumevurugwa kutoka kutoka afu unakuona kuja kutambia kwa kisegelebea hapa. Basi. Pole. Nisikilize. Nyumbani ni pale. Ila sina mamlaka kuupeleka bila kuongea na mzazi wangu. Endapo atakubali basi nitakuchukua nitakupeleka. Kwa nisubiri. Ukikubali nitakufuata, sawa? Sawa. Shikamoo baba. Utakula tu kwa nimefika utashiba baba. Baba, mimi kuna jambo naomba tuzungumze. Kuna mgeni nimekuja naye nimemwacha hapo nje. Katika pilapila zangu leo kuna changamoto ambayo imemkuta. Hatimaye nikaona si vibaya kumchukua na kumsaidia. Kwa hiyo lakini pia nikaona kuja naye hapa nyumbani moja kwa moja bila kuzungumza na wewe na kunipa ruhusa. Ni jambo ambalo itakuwa pia haliko sawa. Kwa ninachokuomba unisaidie swala yeye kuchukua pale alipo nje na kumleta hapa kuishi naye. Na kuomba unikubalie nimchukue nimlete hapa ndani kuishi naye siku 2-3. Hapana, sio mwanaume, ni mwanamke. Nimeamua kumsaidia kwa sababu kwa inavyoonekana ni mtu ambaye hana pa kwenda na hana msaada. Kwa hiyo kama mimi nikiacha kumsaidia huenda akamkuta makubwa zaidi. Kwa sababu hapo kwenyewe kuna muda alikuwa amekoswa na pikipiki. Kwa hiyo sasa nikaona kama nitamwacha anaweza hata akagongwa na gari ama hata akabakwa huko mtaani. Kwa hiyo nikaona nifanye kile aliwezekanao nimsaidie. Lakini pia mzee nakuomba fanya kile aliwezekanao nisaidie tuishi naye huko siku 2-3. Tukishapata ndugu zake basi atarudi kwao. Hapana. Kiakili yuko sawa. Ila macho ndio haoni. Nashukuru. Ukubali. Ngoja nikamchukua yuko nje tu hapa. Kuna bahati. Amekubali baba, kwa hiyo tunaweza kwenda. Asante, nashukuru. Atete. Niambie
Niambie Janet. Safi. Haya, kulikoni? Kulikoni vipi yani? Hujui eh? Siku ya ngapi leo mimi nawe tujaonana? Siku 4. Hamna message wala simu. Uko busy, si ndio? Au umepata wanawake wengine huko wanakuchanganya akili? Nisikilize Janet. Hizi siku 3-4 ambazo tujaonana, kuna changamoto ambayo imenikuta. Na nilikuwa natumia nguvu kubwa mno kukutafuta lakini ishindikana mimi kuonana. Kwa hiyo nashukuru kukuona. Nyumbani kule kuna shida ambayo imetokea. Ninavyokuambia kuna ugeni ambao uko pale nyumbani. Kwa hiyo nilitarajia wewe na mimi tukae tuone tunafanyaje ili tujue na kitu tutatoa ile shida ya pale. Kwa hiyo kuonana naye sasa hivi imekuwa jambo la faraja na la bahati. Kwa hiyo ninachokuomba fanya mambo yako alafu baadaye uje utokee pale nyumbani. Sawa? Eti kuna ugeni. Alafu kuhusu babako sana umo siku nyingi. Kwani sijui? Kwani unaingiza masuala ya babako? Alafu kingine, unatafutia kigezo babako anauma ili mimi usinipe huduma Unajua mimi mwanamke mzuri. Nahitaji kuhudumiwa. Ona mpaka leo ona nywele. Tangu sijasuka nywele, kope sijaweka. Upo? Unategemea nini? Mimi niishije? Naelewa na najua jinsi ambavyo unanipenda, lakini pia nawe unaelewa jinsi ambavyo mimi nakupenda. Kila yote kwa yote, siku ndio tuko kwa changamoto ambayo imenikuta, hata kiuchumi siko sawa. Ndio maana hayo yote kutokea. Kila yote kwa yote ujitahidi ufike nyumbani tujue tunafanyaje. Kwa hiyo unanipenda ili unitumie, si ndio? Umenifuja na kunichafua chafua. Huwezi kunihudumia. Una huduma na mimi, si ndio? Sasa baba, sina lingine la kuongea. Sina mengi, kwanza hapa jua kali. Hapa ni pesa. Nataka pesa ya matumizi na ya kwenda saluni. Mwanamke anahitaji matunzo. Unajua mimi mwanamke mzuri Nakataa ngapi uko kwenye magari? Nakupenda wewe. Unaona mimi sasa kichekesho sasa hivi uko busy na mambo yako. Baba naomba hela. Nakwambia kiustaarabu kwa sababu unanijua nikianza kuchafua. Ndio nimeshakwambia pesa mimi sina, cha muhimu njoo nyumbani baadaye. Nataka pesa. Sina pesa mimi hapa. Nishakuweka wazi kwamba sina pesa. Hauna Wewe una hela? Sina hela. Si ndio? Unanitania wewe. Sasa mambo gani unafanya Janet? Tulia. Alafu kumbuke tuko kwenye halaiki ya watu. Watu watuchukuliaje? Mimi nachukulia unachokifanya. Kisababu chake. Tulia. Alafu kumbuke tuko kwenye halaiki ya watu. Watu watuchukuliaje? Kuna muda jaribu kuwa basi na ustaarabu. Sasa vitu gani ambavyo unafanya hivi? Una buku. Una hata haya unatembea barabarani una buku. Sasa sitaki kusema nini. Hii buku naichukua sio kupa naiacha. Nitakutafuta kwa muda wangu. Unanijua chimbuli langu. Upo? Tulia ubweli. Umekosea sana. Kokwa. Bosi wangu Kidawa. Niambie. Safi vipi? Safi mzima. Nashukuru Mungu upo. Mimi nipo. Unaonekani. Si unajua mshomisho za mjini hapa? Mama kutulia. Hamna nipo bwana. Naona mali mpya. Hii mali mpya imetoka shamba leo asubuhi. Kwa bado mbichi kabisa. Kweli. Mzigo ndo mpya huu. Sasa basi. Naomba nyanya za 300. Nyanya za 300. Nyanya za 300. Kokwa. Za mchuzi au za kutumbali? Za rosti koko. Za rosti. Si unajua tena. Kokwa Niambie bosi wangu. Nipe karoti ya 100 na hoho ya 100. Karoti ya 100 na hoho ya 100. Sawa. Nipe kitunguu cha 100 na pilipili ya 100 nayo. Kitunguu, pilipili, mzee wa mwasho. Hapo inakuwa shilingi ngapi? Hapo inakuwa shilingi 1800. 1800. Sasa niongeze na kilimao iwe 2000. Iwe 2000. Una baya wewe. Mjini hapa. Asante jamani. Sasa Kokwa, mimi naona hela nitakuletea baadaye. Unasema nini? Nataka hela. Kokwa, kuna ubaya ndugu yangu? Nimekwambia baadaye nakuletea hela yako. Sasa hela yangu mimi nifilisiki hapa? Au hela yangu nikae tu nyumbani huko municheke sio? Hapana. Niseme na majirani huko nafuta kuzani zipe nyumbani
Msingi wenyewe hapa huu, msingi wenyewe hapa utashinda 5,000 ndio faida yangu mimi. 5,000 ndio faida yangu mimi. Wewe na huruma basi nyinyi. Wewe na huruma nyinyi ndio wateja zangu na wategemea hapa. Kibali kile kiko wapi? Kile kiko wapi? Nauza nini mimi hapa? Ulikuwa shilingi 2,000. Koko bwana nitakuletea bwana. Kwa mimi nakuletea bwana koko nini na? Lete vipi bwana weka fungu yangu bwana. Bwana ile koko nini bwana ile nitakuletea. Koko hai. Wewe. 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 Utarudi. Kwa vipi baba? Nini shida? Hawa majirani zangu wanatafuta mimi mbaya. Kaja hapa kachukua zaidi ya vitu shilingi 2,000 na nataka kuniletea. Lengo nini? Sawa, sasa hawa ndio wateja wenyewe. Wewe unapokaa unakugombana na wateja, wateja wanakuchukua. Wewe inabidi wavumilie. Sasa wateja wanagombana kama hivi inakuwaje? Naongea hapa mtaani unaonekana mbaya, sio? Au kisha kufungua kidole changu naliponza. Basi njoo tuongee kwanza njoo. Atarudi tena. Yaani atarudi tena. Sawa. Atarudi tena hapa. Najua kopa ndio hii biashara unaelewa sawa. Changamoto ni jambo la kawaida. Hao ndio wateja wenyewe. Japo nimekuja muda mbaya kopa. Sasa lakini mimi nina majanga. Na unavyojua mimi kwenye huu mji. Nikipata shida wa kunisaidia ni wewe. Kwa hiyo mimi naomba unisaidie shilingi 5,000. Kesho mimi nakurudishia hela yako. Shilingi ngapi? 5,000 tu kopa. 5,000. Kweli Katete rafiki yangu unanitafutia ubaya. Tena unamtafutia mimi nongwa, niongee. Yaani biashara hii wapi hapa kwa kuzimia shilingi 5,000 rafiki yangu Lengo ndio kanifrisika kama ndio gombana nani na dada aliyotoka hapa. Sasa kwa ukiacha kunisaidia mimi atanisaidia nani? Nimeshakuelekeza mimi nina majanga. Lakini nikipata hiyo pesa mimi kesho nakurudishia pesa yako. Utakuja kugombana. Yaani urafiki unakufa. Urafiki utakufa. Soon utakufa. Nakwambia Katete. Nakupa shilingi 5,000 yangu, nataka unirudishie kesho asubuhi sana. Shilingi 5,000 wewe. Napesi mwanangu nashukuru. Melissa. Abe? Kwa nini unaosha hivyo vyombo? Kwani kuna kosa mimi kuosha vyombo? Yaani umewezaje kuchukua vyombo ndani na kuvitoa nje na kuosha hapa? Kwa ujasiri umeupata wapi? Na kama umeweza kufanya hivyo, kwa nini uhofia hata usalama wako? Ujali, ungedondoka ingekuwaje kwa mfano yani? Kwa nini unionee huruma Melissa? Katete, mbona unifurahisha? Mimi ni binti kama mabinti wengine na ninastahili kuosha vyombo na kufanya kazi nyingine. Hapana Melissa, hujanielewa vizuri. Ninachomaanisha mimi huu mjisikie peke yangu. Hapa kuna majirani nakaa nao, lakini pia kuna jamii ambayo inanizunguka. Vuta picha, wanakuja hapa na kukuta unaosha hivyo vyombo. Je, kwangu mimi ambaye nakaa na wewe na kukuhudumia, watanichukuliaje? Naonekanaje mimi kwa jamii? Au nionekane mimi nakunyanyasa sio? Mimi ni binti kama mabinti wengine na ninastahili kuosha hivi vyombo au sipasi kufanya kazi? Melissa, sawa najua unapenda kufanya kazi, lakini kitu kingine, mimi nakaa kwenye jamii ya watu, sawa? Na kila mtu anajua matatizo aliyokuwa nayo, na pia ni hatari kwako. Kwanza hata moja kuosha vyombo umepatapataje? Umewezaje kuchukua vyombo ndani na kuviweka hapa na kuosha? Umetumia wewe umefanyaje mpaka umeweza kufanya chochote? Na kwa nini ufanye hivyo na nikiwa mimi nipo? Hapana. Au upofu wangu mimi ndio umekuwa sababu? Au upofu wangu ndio unafanya mimi nisifanye kazi nyingine? Melissa, umenikwaza sana. Na naomba hili lisije kujirudia tena siku nyingine. Sitamani je itokee. Kama hujali kuhusu mimi, hujali kuhusu afya yako na usalama wako pia. Na naomba acha kuosha hivyo vyombo. Acha, nimesema acha. Mimi nimeamua kukusaidia. Sitaki tena kufanya hizo kazi. Wewe ndani. Wewe unatakiwa ujue hali yako uliyokuwa nayo. Ujionee huruma. Unafanya vitu ambavyo havistahili. Ujionee hata huruma. Ufikiri kama kuna hatari ambayo itatokea ukifanya hivi. Sawa, nakuelewa.
Sasa nimewaletea unga pamoja na mafuta. Nafikiri kazi zitaenda vizuri na zitawasaidia siku mbili tatu. Mimi wacha ngoja niende. Haina shida. Sasa bosi, Na unatuachaje sasa? Okay. Na pesa kidogo hapa nadhani itasogeza. Nadhani itatosha. Mimi wacha niende. Bosi vipi tena? 7,000. Ya, ni 7,000 kwa sababu bado mnaendelea kufanya kazi. Kazi fanyeni na maana jioni mtanitafuta nje kwenye kijio cha kahawa pale na kuna kutaga. Ungetaka shilingi 3,355 basi bosi. Mkishamaliza kazi nafikiri tutakuja kulipana. Kwa fresh guys. Karibu. Haya, asante mama. Vipi mnaendeleaje wote hapa? Tunashukuru. Sisi ni nyumbani. Huko Mungu anajalia. Karibu sana mama. Haya, asante. Sasa mama, na jambo la kuomba unisaidie. Mimi nina shida ya pesa nyingi. Sasa kama unavyofahamu, kwa aina ya maisha yangu nilionayo na utafutaji wangu, sina uwezo hiyo pesa kuipata kwa mara moja. Itanibidi nitafute kwa kidogo kidogo. Sasa shida inakuja, mimi unavyojua tena, itakuwa siwezi kuhifadhi. Kwa nikaona si vibaya nije kwako nizungumze na wewe, ili hicho kidogo kidogo ambacho nitakuwa nakipata kwa nihifadhie hapa kwako. Alafu kitakapokamilika basi ndio. Na kwa nini labda umeamua kuhifadhi pesa? Nimeamua nihifadhi pesa kwa sababu kuna mtu ana matatizo naye na nimejitolea kumsaidia. Ni binti mmoja ambaye nilikutana naye tu barabarani huko, lakini ana matatizo makubwa ya macho. Sasa nilijaribu kwenda naye hospitali, wakaniambia kwamba kuna gharama kubwa za matibabu zinahitajika nizikamilishe. Sasa mimi nikaona si vibaya nianze kutafuta kidogo kidogo, niweke nifikia mahala ambako kinastahili kwenda nacho huko, basi niende naye nikamsaidia. Ni wazo zuri sana, lakini kwa nini singefungua account ili uweze kuwekeza hizo pesa baadaye umsaidie mgonjwa wako? Hilo ni wazo zuri, lakini pia hata mimi nilifikiria. Lakini kama unavyojua mamangu, mambo ya kibenki pia na milolongo yake. Huwezi tu ukatoka leo ukaenda ukahifadhi. Kwa nikaona sasa kwa nini nipate shida kubwa ya kupitia yote hayo wakati mamangu upo hapa. Kwa nikaona niongee na wewe ili unisaidie niwe nahitaji hapa kwako. Sawa, hamna shida. Kuwa na moyo huo, Mungu atakusaidia. Nitakusaidia na mimi pia nitakuhifadhia hela. Haya, nashukuru. Sasa hapa nina kiasi kidogo ambacho naomba leo tuanze nacho, uanze kukihifadhi. Hii hapa shilingi 5,000. Hamna shida. Haya mama, mimi nashukuru. Ilikuwa ni hilo. Haya, karibu. Haya, asante. Karibu sana mama. Haya.
Karibu Janeti. Sasa nilikwambia kwamba nina mchumba wangu lakini pia atakuja hapa nyumbani. Hatimaye ndo amefika hivyo. Karibu Janeti. Hivi ni macho yangu au? Weka Tete. Kumbe mawazo yangu yalikuwa sahihi Siku 4 mimi na wewe hatukuonana. Kwa hizo siku 4 ndo ukaleta mwanamke kabisa nyumbani. Umeamua kuishi naye na umeniita ili nije kumuona. Jinsi gani umenizalau. Si ndio? Hivi Katete mimi unanichukuliaje? Nakuuliza unanichukuliaje kwa mfano? Ukiniangalia unanichukuliaje? Mimi naweza nikafanana na wewe mwanamke? Kwa umeamua kunizalilisha. Umlete kinyabo humu ndani ili tu unizalilishe. Hivi nikupe nini wewe mwanaume? Ufadhiliki na kustiri na kataa pesa huko nje. Kwa ajili yako wewe mwenye kinyabo tu. Unataka nikupende vipi yani? Janeti. Hebu kuna kitu najaribu kukiweka sawa. Mimi huyu sio kwamba labda mpenzi wangu, hapana. Huyu ni mtu ambaye ana matatizo. Ukizingatia wewe ni binadamu kama ilivyo kwa mimi na wewe. Kwa hiyo nikaona si vibaya kumchukua ili tumsaidie, kwa sababu pia kama ningemnyima msaada huenda angemkuta makubwa zaidi. Na ndio maana nikakwambia uje hapa nyumbani. Sababu kubwa ilikuwa pia ni hiyo. Kwa mimi na wewe ni familia, basi tuangalie tutamsaidiaje huyu. Lakini pia ukumbuke Janeti, baba yuko huko ndani. Sasa hayo makelele yako na kuanza kupaniana maneno sija kumuumiza mzee huko alipo. Kwa naomba hebu tuangalie kama familia tunamsaidiaje huyu. Ndio sababu ya wewe mimi kukuita uje. Mzee yuko ndani. Kwa inamaanisha baba yako hajui sauti yangu. Hanifahamu. Kwa ina maana nikiongea yeye anaumia au anazidi kuumwa, si ndio? Yaani umenikosea bado unaniambia tu usipige kelele baba sio nini. Katete huyu nani? Nimekwambia wewe ni mtu ambaye nimeamua tu nimsaidie. Na wewe pia atakiwa kuhusika kwenye hili jukumu. Kwa hili jumba ni la watoto yatima, ya kusaidia watu. Si ndio? La kusaidia watu. Wewe malaya mzoefu, nijibu. Na hili swala pia babako analijua kukaa na mwanamke humu ndani. Na wakati anajua wewe una mchumba na una mwanamke unakuja kila siku unakuja nimsaidie nafanyia kila kitu babako. Una akili kweli wewe timamu? Umeona umefanya sawa kabisa. Alafu kinachoniuma zaidi, huyu mwanamke kavaa nguo yako. Mimi hapa ninazifuaga. Pia ukaona haitoshi. Ukaamua kumpa na kitenge changu kabisa. Avae. Ambacho hicho kitenge nikija najistiri, naanza kupika. Namsaidia babako kila kukicha nikija hivi na hivi. Hizi siku 4 tunakwepana kwa sababu ya huyu mwanamke. Umeelewa vibaya Janeti. Nashukuru kwa hili. Yaani hili baba nimeniumiza. Yaani unajua linaniuma. Wewe mwanamke. Wewe ni nani? Sinaongea na wewe. Umeelewa vibaya Janeti. Kwa na maana yote mbaya. Sasa sijaishia hapa. Sijaishia hapa Katete. Hakuna kitu nimeumia kama hicho. Nimeumia. Nashukuru. Nikwambia sijaishia hapa. Afu mimi sio mzembe. Afu mwanamke. Acha. Wewe. Katete. Dogo sasa. Nisikilize mimi. Na niamini mimi pia. Hakuna baya yote ambayo itakukuta. Sawa. Katete,
Unajua nini Katete? Sisi ambao hatuoni, kuna kiungo Mwenyezi Mungu ametubariki. Ulipofika tu, pua yangu imenusa harufu yako. Oh. Nashukuru kulifahamu hilo. Sasa leo bwana katika pita zangu naona si mbaya. Tafutie zawadi. Hapo huoni. Na naamini utaipenda. Dogo. Hapa hii. Nashukuru Katete. Habari mama. Nzuri, karibu. Haya, asante. Karibu. Ndio mko mnatoka? Naelekea kazini. Sawa. Sasa mama, kama ilivyo utaratibu, nikasema nipitie hapa angalau niendelee kupunguza lile gap. Shilingi 2000. Katete, Naam. unajitambua kweli? Kwani mama, mimi kuna mahala ambako nimekukwaza? Sikiliza nikwambie, wewe hujitambui. Mimi nakwambia hujitambui kabisa. Kwa sababu angekuwa ni mtu unayejitambua, usingekuwa unaleta hela kama hii hapa. Mara ya kwanza tu ndio umetoa shilingi 5000. Lakini boko kila siku. Leo 2000. Hiyo hela yako itatimia kweli? Mama, sawa, nimekuelewa. Uko sahihi kwa unachokiongea. Lakini mimi sio kama napenda kufanya hivi. Shida ni aina ya utafutaji wangu. Hichi ndio kipato changu mamangu. Sawa, wewe unanichukuliaje mimi? Nakuuliza wewe unanichukuliaje mimi? Sikiliza nikwambia, hiyo hela yako kama vipi nikupe, uende kampe mtu mwingine akuwekee. Hapana. Mwezi wa 4 sasa hivi, karibuni wa 4, wewe mimi nahangaika na wewe tu kila siku 1000, 2000, 1000, 2000. Karibuni mwezi wa 4 sasa. Milioni 1 itafika? Nakuuliza itafika milioni 1 ili utibie huyo mgonjwa wako? Sasa basi. Hiyo pesa yako nikupe tu. Mimi naomba tu niendelee kunivumilia. Nitaongeza. Nitajitahidi. Unaniletea mazoea Si kwa manufaa yangu mimi, ni manufaa yako wewe pamoja na mgonjwa wako. Pambania hiyo hela ukaongeze. Sawa. Sio, unanielewa vizuri? Pambana.
Oya. Oya mwanangu. Katete. Katete. Shida nini wewe? Mimi nafanya kazi pale, wewe umekaa. Niambia toka kule. Niende kufanya kazi. Nikijua kabisa nikifungua top genge langu nipate 200 kule kuliko kuja hapa mwanangu. Mimi nafanya kazi mwanangu, umekaa na kuangalia wapi, kumbe umekaa hapa. Shida nini? Eti. Mbona alia Katete? Shida nini? Niambie basi, mimi ndo rafiki yako. Niambie baba. Kama una rafiki mwingine basi wakumwambia shida zako. Mimi usingeniambia nje kusaidia na vile vyako. Sikia Katete. Na mama mimi naongea unisikii au dharau. Mbona shida zako zingine zisolve? Naona niambia na zisolve fresh. Leo nakwambia afu utaki mimi kunijibu. Oya. Hadi maisha mengine unajua. Sawa. Kama utaki kuongea na mimi, basi na iwe mwanzo na mwisho. Na vipengele vyako vingine vote usiniambie. Iwe mwanzo nini na mwisho. Najua mimi na ugombe na wewe. Katete. Katete. Kwa nini hauli? Niko sawa, usipende wewe kula. Hapana, hauli. Sababu sihisi chochote kwamba kuna mtu nakula naye. Nahisi kabisa umetulia na hauli. Unaumwa? Niko sawa Melissa, usijali, tuendelee kula tu. Hapana, siwezi kula. Kwa sababu nakufahamu vizuri Katete. Na nimeishi na wewe kwa muda mrefu. Hivyo najua hata ukiwa unaumwa na ukiwa hauko sawa. Au mimi ndo changamoto hapa? Nahisi kabisa mimi nimekuwa mzigo kwako na hauwezi kuutua. Na nakupa maumivu ambayo huwezi kuyahadisia. Ni bora uniache niende kuliko kuendelea kukupa maumivu. Katete, umenipa msaada mkubwa sana ambao siwezi kusimulia. Hivyo bora uniache niende.
Katete. Fei. Katete hayupo. Unanijibu hayupo wewe kama nani? Nono unajitawala kwenye hii nyumba. Wewe kama nani unajibu hivi? Hapana dada, Katete mimi ni kaka yangu. Katete ni kaka yangu. Unaokona Katete wewe? Unalazimisha kwamba undugu, si ndio? Hivyo unanijua vizuri mimi? Unanijua vizuri? Si ndio? Yaani unatamba mwenyewe. Unawasha hadi moto afu unajifanya kipofu. Wewe kipofu kweli? Kwa taarifa yako, familia nzima mimi nawafahamu mpaka huko chimbuko la kijijini. Upo? Tu unanielewa? Alafu unajifanya kipofu ili uendelee kuishi na mume wangu, si ndio? Haujui kama mimi mama mwenye nyumba hapa? Unajitawala, yani wewe ndio umeshajifanya mke wa pili. Samahani dadangu. Mimi siko hapa kuharibu mahusiano yenu kati yako wewe na Katete. Na natambua kwamba wewe ni mpenzi wa Katete, lakini nimekuja hapa kwa niaba ya msaada tu, na sio kwamba nimejileta. Katete ndo alionipa msaada mimi. Kosa langu ni lipi? Haki ya Mungu jamani, haya mapepo. Na kuzalilisha au ndo unajizalilisha kuwa na wanaume za watu? Au sikia aibu? Nakuuliza wewe. Hata mdomo mzito kuongea, si ndio? Sasa mimi ndio mwanamke wa Katete. Na hapa bibi utang'oka. Ninavyoongea hivi, sasa hivi unaondoka. Alafu kingine, mimi nishazijua plani zenu. Hivi kama kweli wewe kipofu, hauna ndugu huko? Hata majirani zako ukoo wote hauna. Ukaona ukoo huu wa Katete. Kwa taarifa yako mimi nijua njama zenu. Tena hasa wewe umejifanya kipofu uje kuishi na bwana wangu, si ndio? Samahani dadangu, naomba unisamee. Mimi sijataka kuharibu mahusiano yenu. Jaribu kunisikiliza na mimi hata vipi? Oya dada, oya. Oya. Vipi? Huko nenda wapi huko? Huko unapotaka kwenda huko kubaya. Huko wafuta bangi, wabakaji, wapiga visu wote wanaishi huko.
Hapana kaka, niache tu niende. Dadangu, nisikilize mimi. Mimi mtu mzuri. Huko napoenda huko kuna vibaka. Wavuta bange wote wamejaa huko. Sawa eh? Kama uamini, mtafuta hata mtoto umuuze bado buku nani? Nitakuelekeza. Mimi sio mtu mbaya. Sawa, lakini niache. Huko lazima ukabako huko. Ndio. Dadangu, sio hivyo. Usikate tamaa maisha hivyo. Sawa? Huko unapoenda pabaya, mimi mwenyewe siingii. Twende huku, unaweza ukapata ukule. Yani mimi sio mtu mbaya. Naweza nikakusaidia. Sehemu pa kuishi, utaweza ukala, ukapumzika salama. Na hali yako ninavyokuona hiyo hali yako hiyo, ukienda huko utoboi. Umeelewa? Sawa, basi sawa, nisaidie. Njia hii kutana dadangu. Sawa? Sawa. Kaka, mbona wewe ule? Sijali hicho kwa ajili yako. Hapana, tunaweza kula wote. Hapana, wewe kula tu. Chakula bado? Amna, asante. Umekula nini kwanza asubuhi? Hapana, sijala kitu lakini nimeshiba. Shida. Vipi, upo sawa kaka? Kawaida. Teta. Amna, sawa. Kaka, niachie. Vipi? Amna. Mtoto. Melissa, pole kwa changamoto uliyopitia, lakini pia nikutoe wasiwasi, haitakuja kujirudia tena, sababu aliyepelekea hayo yote wewe kutokea, mimi naye hatuna uhusiano tena.
lakini pia nitahakikisha upofu wa macho yako unapata uzima. Unielewa? Kwa usije ukaondoka tena hapa nyumbani. Kaa, niamini na kuwa na amani. Halo. Mama. Habari? Salama, mnaendeleaje nyie? Si tunaendelea vizuri, sijui nyie hapa. Tunaendelea vizuri. Sawa. Katete? Mama. Samahani. Ndio. Kuna daktari bingwa anakuja hospitali kwa ajili ya magonjwa ya macho. Ndio. Sasa pale yupo kaka yangu pale hospitali pale. Nilikuwa naomba umlete huyo binti. Haya, sawa mama. Sawa. Wewe nimlete saa ngapi? Hata sasa hivi. Basi namleta sasa hivi mama. Sasa hivi namleta. Hamna shida. Haya mama, nashukuru. Haya. Haya. Halo. Mnaendeleaje mama? Si tunaendelea vizuri, sijui nyinyi. Sisi tunamshukuru Mungu, hatujambo. Vipi mgonjwa anaendeleaje? Jambo. Ndio. Sawa. Katete. Mama. Mbona kimya kingi sana? Ubize tu wa majukumu kidogo yalikuwa amenikamata, lakini hata hivyo nilikuwa napanga nije huku nije niwaone. Yaani kama umetupa jongoo na mti wake jamani. Hapana mama. Ila kwa kuwa pia mmenikumbusha nitafanya hima niwahi nije niwaone. Yaani wewe usiseme hima, unatakiwa uje. Haya mama, sawa nitawahi. Lakini vipi, hamna changamoto yoyote? Hakuna shida yoyote ila uje. Haya mama, nakuja. Sawa. Haya. Uje? Nakuja mama, usijali. Haya. Bosi. Ngoja kwanza. Wewe vipi? Safi. Wema. Safi, habari? Kuna shida? Shida ipo bwana, njaa impendezi mtu. Naona kumedamshi hapo. Kokwa. Kabla sijaongea sijapenda ulichokifanya. Hem, twende kwenye appointment ile kule. Mimi bwana bosi nimekuja. Nimefuata kile kiasi kilichobakia kule kazini. Unamuelewa kweli? Hem, ngoja kwa hivyo unajielewa kweli? Huko ndo unakofuataga hela? Amna, sababu nimeona nimekaa sana bwana, niona njaa impendezi mtu bosi, ndio maana nikaja hapa mdogo door to door. Unajua bosi nitamkuta kazini kwake pale anatumia. Unajua ndio maana nikaja hapa takukuta hapa hivi.
Na kama umefuata pesa, kwa nini umekuja peke yako? Mwenzangu kapata kidogo kizarura. Kasema bwana, ikifika muda fulani hivi nenda kwa bosi pale kachukue kile kiasi kilichobaki. Alafu nikwambie kitu, ifikie kipindi ubadilike. Unajua wewe muni sana, ni mjanja, maneno mengi. Alafu sipendagi unakuja ukiwa mchafu sehemu kama hii. Koti inanuka harufu kona zote kweli. Hem, toka kaje na mwezoni wapatie pesa, sipendi usumbufu, sawa? Ina maana bosi mwenye amini? Toka kwanza kabadilishe koti, toka ondoka ukabadilishe koti lako. Sitaki kuliona. Bwana unanuka, nenda. Toka bwana. Vipi? Nenda huko.